Akaniambia gharama ni 500,000. Sasa nikaunganisha ya yule na ya huyu, kumbe gharama yao ni moja. Kaambia ndio hivyo, na pia kuna madawa hapa nimeandikiwa. Yaani yale madawa nikinywa, yaani njaa kila mara natakiwa unakula mara kwa mara, lakini mazingira ninayoishi ni mazingira ya taabu, na pia niko kwa mtu tu, siko kwangu. Tutazidi kuendelea kukuombea, na katika ile thamani ambayo ulikuwa unatafuta kwa ajili ya kwenda kufanya vipimo, tukaona leo basi tuje tukuone, lakini pia tuendelee kuwaomba Watanzania na wale ambao sio Watanzania, wafuatiliaji mnaofuatilia simulizi hii ya huyu dada, basi tuweze kujitoa. Neno la Mungu linasema lieni pamoja na wanaolia, chekeni pamoja na wanaocheka. Kwa hiyo litakuwa ni jambo la baraka tukimtia moyo mwenzetu ili kusudi aweze kuendelea kupata matibabu, lakini mazingira anayoishi, basi wewe utakayekuwa unaguswa na hii simulizi, basi usiache kuendelea kumtia moyo. Kwa neema ya Mungu nina mtumishi wa Mungu, rafiki yangu, binti yangu Winifrida, ambaye Mungu amempa neema kupitia madhabahu ya Galilaya. Mungu amemjibu maombi yake, na katika ile maombi aliyojibiwa akawa ameweka nadhiri moyoni kwamba nikija kupata mshahara, basi mimi mshahara wangu nitaweza kwenda kuwasaidia watu wenye mahitaji. Ndipo nilivyomshirikisha swala la mtu ambaye amenijia na kunieleza changamoto anayoipitia, na yeye akaguswa, akaona basi ni vyema hii fedha ielekeze kwa huyu mama ili iweze kumsaidia kwa ajili ya vipimo. Kwa hiyo nimekuja ili nikukabidhi hii fedha, na Mungu akubariki. Amen. Kupitia hii sadaka Mungu akaikumbuke familia yako, na Mungu akamponye pia hata huyu dada ambaye tumekuja kwa ajili ya kutoa sadaka hii. Na Mungu aendelee kukutunza. Changamoto yote unayoipitia Bwana anaiona. Amen. Mungu akufanikishe. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Baba, ninakubariki kwa ajili ya Grace ambaye Mungu alikuwa na maisha yake. Alikuwa ni mwanamke kama wanawake wengine walivyokaa kwenye familia zao na nyumba zao. Lakini kwa sababu ya changamoto ya maisha amepitia mitihani. Hakujua ya kwamba katika pitepite zake za maisha wakati anatoka mkoani kwao, ya kwamba atakapofika Dar es Salaam atakutana na hii mitihani. Lakini Mungu, tazama uliyeweza kuona jinsi anavyopambana hata pale ambapo ameweza kupata wadau na wadhamini wa kumsaidia, hata na mahali pa kuweza kuishi, mahali pa kushinda, aweze kupata msaada, aweze kupata kula. Mungu, ninaomba ukapate kuendelea kufungua milango, ukazidi kuendelea kumfungulia malango na madirisha. Baba, ninamkabidhi mikononi mwako. Ponya maisha yake, ponya mfalme wa amani katika nafasi ya changamoto inayoendelea kumsumbua. Ingia mfalme wa amani katika mwili wake. Epusha kila changamoto, roho ya bandama, nguvu za giza, roho zote za adui shetani na kila changamoto zinazofuatilia maisha yake katika tumbo, katika nyama, katika mifupa. Kwa jina la Yesu na yeyusha magonjwa, na kataa kila uharibifu wa shetani. Bwana ukamponye, Bwana ukamsaidie. Neema yako Bwana ikazidi kuongezeka kwenye maisha yake. Baba, ukamwepushie na kila adha na kila roho ya vita inayoelekea kwenye ini. Roho zote za magonjwa ya ini Baba ninazikataa. Nenda kayeyushe kila roho zote zinazofuatilia katika ini. Bwana ukaondoshe sumu na kila namna zote zinazoingia kwenye mwili, ukaziondoshe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa sababu utamfanya kuwa mzima wa afya. Na mkabidhi mikononi mwako hata rafiki yake ambaye Bwana amempa nafasi ya kuweza kushinda mahali hapa, apate kula, apate kunywa. Bwana, ninamkabidhi mikononi mwako Bwana. Yesu, ninaomba ukapate kumtunza. Mbariki, mpe nafasi ya kuweza kupata huduma, asikose chakula, asikose mahitaji ya muhimu, maana amejitoa sadaka kwa ajili ya rafiki yake. Mungu, hawajuani kwa maana ya ndugu wa damu, lakini kwa ajili ya umoja tu waliwahi kuishi nyumba moja wakati wa siku za
za nyuma akiwa ni mzima, lakini ameona ufanye huu upendo. Mungu ninaomba ukapate kumbariki. Bariki uzao wa tumbo lake, mbariki mume wake, bariki watoto wake, mzidishe mfalme wa amani. Bariki kila chochote anachokifanya. Mungu ukapate kuendelea kumwongezea maradufu. Bariki kila mmoja atakayeguswa kwa ajili ya kufanya sadaka na matendo ya huruma kwa ajili ya huyu dada. Mungu asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Utambariki kila mmoja atakayehusika katika swala la namna hii. Mungu, ni kwa utukufu wa jina lako Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Uliwahi kutoka Dar es Salaam ukaenda mkoani? Ndio, nilitoka Dar es Salaam. Nilifika pale kijijini, kila mmoja aliyeniona alishangaa kwa hali nilionayo. Basi akasema kuna mtu anasaidia hii shida. Inawezekana apelekwe kwa huyo mtu. Mimi kama mgonjwa nikamwambia hapana. Mtu gani? Mtaalamu? Mtaalamu. Nikamwambia hapana. Hii swala mlipelekeni tu hospitalini. Asema hapa. Sasa nikaona kubishana na wakubwa sio vizuri. Afu mimi ni mtoto wa kike. Basi wakapanga siku nikapelekwa tena kijiji kingine ambao ni kwa shangazi yangu. Basi nimekaa kule, kufika nikaanza kutumia zile dawa. Sasa kadri ninavyozidi kutumia zile dawa, hali ndio inazidi. Yaani hata ile kuamka hivi ilikuwa nashindwa. Yaani hata kama kufika usiku kulala, naweka nguo najiegesha hivi. Kwa sababu mbavu zinauma, tumbo hili limejaa. Yaani ni kila asubuhi, kama sasa hivi nimekula asubuhi mpaka tena kesho ndio nakula. Chakula cha mchana ndio hapana shangazi. Nimeakula. Ila tumbo, yani tumbo utazani kama nataka nini? Kuachia. Sitaki, nikaingia kabisa ndani nikachukua lile beseni nikaenda nikamwaga zile dawa. Basi baba akasema inabidi sasa aje huko. Bakasema basi changeni hela huyu mtoto tumpeleke hospitalini. Kwenye kuchanga hapo ikawa kipengele sasa. Huku hamna. Wazo likanijia, nikamshirikisha shangazi yangu. Shangazi, mimi bora nimeona nifanye nini? Niuze tu vitu vyangu vinisaidie. Akaambia, kwani unataka kuuza nini? Nikamwambia niuze tu godoro langu. Na kuna kikondoo kiko hapo kwa dada, aniuzie. Nifanye nini? Twende tukapime, hata kama kitakachofanyika huko wenyewe watachanga. Yaani ile itakayobaki watachanga, fanya nini? Watanifuata hospitalini huko. Akasema hapana. Unachotaka kufanya hivyo sio vizuri. Nikamwambia sasa shangazi, mimi nitafanyaje? Mimi ndio naumia. Nitafanyaje shangazi? Akasema hapana, sio vizuri mwanangu kuuza vitu. Nikamwambia hapana shangazi, mimi ndio naumia. Nimekaa akasema subiri kwanza niongee na ndugu zako. Basi nikafanya nini? Mimi siku hiyo tu nikaongea na dalali. Niliongea na dalali na huyo mama ambaye niliacha vitu kwake hapo bonde, naye yuko hapo, tulikuwa naye tunaishi naye jirani. Nikamwambia mama, mimi nataka kuuza vitu, nataka niuzie godoro. Ambaye kwa nini mwanangu unauza godoro? Nikamwambia huko hamna chochote kinachofanyika. Ambia kwa nini? Ambia mama, ukiniona siji bora hata kipindi nilikuwa huko. Asema kwa nini unasema hivyo? Nikamwambia mama, ninaumwa. Aambia na dalali yule godoro akataka kwa laki. Nilimwambia akipatikana uuze kwa laki na 80 au laki na 50 mwisho. Basi ndio dada shaga aliona ile godoro analijua, akanipigia mwenyewe simu. Alipomwambia akanipigia simu, akachukua namba kwa huyo mama, akanipigia simu. Akamwambia sister, nasikia unauza godoro. Nikamwambia ndio nauza. Akamwambia Abduli, naumwa, naomba unisaidie. Unataka shilingi? Nikamwambia laki na 80. Hapana, hauwezi kupata hiyo hela kwenye godoro kwa sababu ishatumika. Nikamwambia godoro langu bado jipya na guarantee yake sijamaliza. Hata kama mimi na laki na 30. Sasa mimi nina shida, ninaumwa, nitafanyaje? Nikakubali. Akalichukua, ilikuwa la inchi 10. Akalichukua. Na wewe ulinunua bei gani? 270,000 nilinunua tandika. Watu wanapenda kulalia wenzao. Sasa utafanyaje? Basi
Na kitanda kile nikakiuza. Sasa nikapata kama laki na 80. Dada naye akaniuzia yule kondoo la 70,000. Akanirushia kwenye simu yangu. Nikamwambia shangazi, hapa kuna hela ambayo imepatikana. Akaambia kwani umeipata wapi hiyo? Nikamwambia mimi nimeuza godoro. Kwa nini? Nikamwambia hapana shangazi, mimi ndio naumia. Basi shangazi yangu yule akawaambia. Alipowaambia hakuna aliyejishughulisha. Nikarudishwa tena huko Dar es Salaam. Nafika pale, yani napumlia juu. Unajua juu. Siongei nikamaliza kama sasa hivi nao naongea. Yani nakatisha, napumlia juu. Basi na mambo mdogo, ndio imekuwa hivi. Nikamwambia ndio hivyo mama. Basi kesho kweli asubuhi yake tukawahi kwenda kutembea. Natembea hata na tumbo langu hilo. Natembea kweli jasiri. Yeye nashukuru Mungu kanipa ule ujasiri, sijanyong'onyea. Tukapanda gari mimi, dada yangu na mangu mdogo. Fika tu daktari ananiambia, "Wewe mimba yako ina miezi mingi ya kucheka." Nimekaa kwenye kiti nimejiachia hivi. "Mimba yako hiyo ina miezi mingi?" Nikamwambia mimi sina mimba. "Unasemaje?" "Mimi sina mimba. Mimi naumwa." "Unaumwa nini?" Nikamwambia bandama. Anasema bandama limevimba. Hapana. Wakaanza kuitana. Yaani kulikuwa na daktari watano wanaulizana. Sasa akaja daktari mmoja anasema hapana, huyu kuna shida tumboni. Wakachukua vipimo sijini. Yaani walichukua kama 1,500,000 kwenye vipimo vyote. Mpaka wakanipima kifua ile nilikuwa sijapiga x-ray. Wakachukua hii. Wakakuta kifua mapafu yako vizuri tu. Basi sasa wanakuja matokeo ni haya. Anasema hii nina shida. Miguu nayo ilikuwa imejaa. Yaani ilikuwa imejaa kwenye. Sema kuna shida kwenye hili na bandama limevimba. Kaambia sasa dadangu ndio pale kamuuliza. Sasa hapo tunafanyaje? Kaambia dawa zipo. Lakini gharama yake. Je, bado mna hela? Akamuuliza shilingi ngapi? Akaambia 70,000. Kamza dada, si bado kuna hela wewe ndio unaenda kutoa? Akasema bado hiyo. Akamwambia basi tupatie hizo dawa. Kwa nini? Aende akameze. Sema akimaliza tena aje. Alafu baadaye ndio tunakuja kwa nini? Tunampima sasa, tunaangalia hali itakapofika. Basi wakanipa zile dawa. Dada yangu hapa nimeshampa mara 5 kwenda kujua. Nikichelewa tu unadondoka wenye hadi mpaka ilifika na kujua kitandani mimi usiku. Nikichelewa tu. So zile sijisi kwa zina nguvu. Ilikuwa ikifika usiku usije pia la kula hapo nilikuwa sili vizuri. Ikifika usiku nawesuka. Nawesuka kabisa, yani natapatapa, yani naona kama na kufa kabisa. Yani siji kifo hichi hapa mpaka naita mama. Mfi yangu ananiambia, "Wifi vipi? Wifi muite kwanza mama." Anaambia mama, "Nasikia mapigo ya moyo yanaenda juu." Akasema, "Sasa ni nini?" Muda mwingine naweza nikajisikia kuanzia saa 8 ile hali. Mwili wote hauna nguvu kote. Sasa pale nilikuwa sielewi ni shida gani ile. Basi nikampigia muda huo. Sasa dada yangu ameshaondoka, nimebaki na mamangu mdogo. Basi namuuliza dada, namuelekeza dada hivi na hivi. Wengine ananiambia mara pressure, tumia nini kahawa. Natumia kahawa lakini ndio hata sipati usingizi. Sasa shemeji yangu mimi dada yangu ndio siku nimeongea naye. Shemeji nikamwelekeza, kaambia shemeji inaweza kuwa damu yenyewe ndogo. Basi mwambie dadako akuelekeze majani, kuna majani fulani mashikangu. Unachemsha ile mashikangu kwa na mchaichai. Huo unakunywa unafanya kama maji. Sasa toka hiyo siku nilivyofanya hivi, siku nikaona kulala ile hali ukapata nafuu. Nikapata kesho yake inapo nikaenda ile hali. Sasa nikasema naweza kwa ilikuwa damu yenyewe ndogo. So kule waliniambia ni damu 7. Na kwenye kutolewa maji
Kutolewa maji ni juzi hapa nilivyoenda. Ulivyorudi Dar es Salaam? Nisharudi Dar es Salaam. Ulirudije sasa kutoka kule Bunda? Dar es Salaam kuna rafiki yangu alinipigia simu. Unaendeleaje Gile? Nikamwambia kuendelea kwangu hali yangu niliendelea vizuri, lakini hali nimechange tena. Sasa hela ya dawa sina. Bora hata ungekuwa huko kuomba msaada hata unapata dawa. Aliongea na kijana wake akasema mama, tena mama anaenda huko mbali kweli. Hata kama nyumbani ndio mtoto akanichukua nikakaa nyumbani kama wiki mbili, akanitafutia nauli nikaja huko. Nilifika tu Mbezi, akamwambia zile dawa unazikumbuka ambazo uliandikiwa huko? Akamwambia mimi ninazo mpaka maboksi yake natembea nazo. Akamwambia basi uje ufanye nini? Uniandikie kwenye simu unitumie. Kweli nikamwandikia zile dawa nikamtumia. Baada ya siku 3-4 hivi akanipigia simu, kama nauli njoo.